Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika ulimwengu wa kivita tunaitazama Iran imezindua ndege mpya isiyokuwa na rubani ya Hadid 110 ambayo ni ndege kujitoa mhanga yenye kasi zaidi katika historia ya Iran. Hadid 110 ina uwezo wa kutumia ndege na inasemekana inaweza kuruka hadi kilomita 517 kwa saa moja. Ni ndege hatari ya kizazi cha 5 kwa wakati huu. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC imezindua ndege mpya isiyokuwa na rubani ambayo ina uwezo wa kuruka umbali mrefu zaidi, na ni ndege ya kisasa zaidi iliyoundwa ili kukwepa ulinzi wa kisasa wa anga, na ina kasi kubwa na muonekano mdogo wa rada iliyopewa jina la Hadid-110, na ni ndege inayosisitiza kutokuonekana katika rada na kupelekwa kwa haraka. Ndege hiyo pia huitwa Dalahu, ambapo huendeshwa bila kuwa na rubani. Inachanganywa injini na ndege za compact na fremu ya anga inayoonekana kwa chini iliyoundwa ili kupunguza sehemu yake mtambuka ya rada na kutoa ufikiaji wa siri zaidi. Kulingana na maelezo yaliyoorodheshwa na mtandao wa ujumuishaji wa data wa jeshi la Marekani, ni kwamba injini ya ndege hiyo ya Hadid-110 inaweza kuripotiwa kuruka hadi kilomita 517 kwa saa kwa urefu wa mita 90,000 na kufikia malengo ya kilomita 350 mbali, na kuifanya ndege hiyo isiyokuwa na rubani ya Iran inayoruka kwa kasi zaidi hadi sasa. Ni kwamba imeingizwa katika majaribio na kwamba ina uwezo wa kufanya mashambulizi ya umbali mrefu zaidi. Ndege hiyo isiyokuwa na rubani ya kujitoa muhanga inazinduliwa kwa kutumia kiboreshaji cha roketi sawa na ndege nyingine zisizokuwa na rubani za kawaida za kujitoa mhanga. Ina uwezo wa kubeba mizigo ya kilo 30 na uvumilivu wake wa kukimbia ni mkubwa mno. Ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilizinduliwa kwa mara ya kwanza katika maonyesho ya Wizara ya Ulinzi ya Iran na kuonyeshwa kwa Ayatollah Al-Khamenei mwezi Februari mwaka uliopita. Kulingana na Tehran Times, Hadid-110 imeundwa kwa ajili ya misheni maalum, kupenya safu za ulinzi wa anga na kuharibu malengo nyeti kama vile mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya amri, rada na miundombinu muhimu. Mchanganyiko wa siri, kiasi na kasi ya juu inamaanisha kuwa ndege hii isiyokuwa na rubani inaweza kutambulika kwa umbali mfupi tu kutoka kwenye lengo, hivyo basi kufanya iwe vigumu kwa mifumo ya ulinzi kukabiliana na ndege hiyo na kuigeuza au kuishambulia. Ndege hiyo isiyokuwa na rubani imeripotiwa na vyombo vya habari vya ndani vya Iran kama tayari imeshawasilishwa na jeshi la ardhini la IRGC na kujaribiwa wakati wa mazoezi ya kijeshi ya Sahand 20 mwaka 2025. Sahand iliona ushiriki wa vitengo vya kijeshi kutoka nchi 10 wanachama wa shirika la ushirikiano la Shanghai lililohusisha Urusi, Uchina, India, Iran na Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan na Belarus, pamoja na waangalizi kutoka Saudi Arabia, Oman, Azerbaijan na Iraq, ambapo wote walitazama jinsi ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilivyokuwa na uwezo wa kuweza kuruka na namna ilivyoelezewa kwamba inaonekana ni ndege hatari mno. Mseto wa ndege zisizokuwa na rubani za Iran. Kama nchi nyingi ulimwenguni, Iran imekuwa ikiboresha msingi wake wa utengenezaji wa ndege zisizokuwa na rubani kwa zaidi ya muongo mmoja. Wakati wa vita vya siku 12 vya Israel na Iran inayojulikana nchini Israel kama Rising Lion, zaidi ya ndege 1000 zisizokuwa na rubani zilirushwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nyingi katika ndege hizo zilinaswa na mfumo wa ulinzi wa makombora Israel pamoja na majukwaa ya jeshi la wanahewa. Tehran imekuwa ikijumuisha mafunzo yaliyopatikana wakati wa vita. Ubadilishanaji wa Hadid-110 kati ya kasi na uvumilivu unaonyesha mkakati wa Iran wa kubadilisha ndege zake zisizokuwa na rubani ili kukidhi mahitaji tofauti ya mbinu, na familia moja ya mifumo inayolenga mashambulio ya masafa marefu na nyingine iliyoundwa kwa mashambulio ya usahihi katika anga inayogombaniwa. Kwa pamoja, ndege hizo zisizokuwa na rubani huunda safu ya ziada ambayo Iran inatumai inaweza kulemea ulinzi kupitia kwa wingi na ubora zaidi. Ndege za kivita zisizokuwa na rubani za Iran zimekuwa mojawapo ya mauzo ya kijeshi yenye ushawishi mkubwa zaidi nchini humo. Kwa nchi kama Israel na Ukraine, hii inaleta changamoto mpya. Hitaji la kuzuia makundi ya ndege zisizokuwa na rubani zinafanya taratibu wakati huo huo kujiandaa kwa vitisho vya haraka vinavyokwepa rada. Hadid-110 inaweza isiwe na ustahimilivu sawa na watangulizi wake, lakini uwezo wake wa kufupisha nyakati za athari
kwa watetezi unaweza kuifanya kuwa silaha mpya ya kutisha. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.